Makala ya mwaka 2025 iliyochapishwa katika IP Advance inapendekeza kwamba fahamu si mali inayojitokeza kutokana na mchakato wa neva, bali ni kipengele cha msingi cha uhalisi. Sikiliza. Hadi mwaka 2025, sayansi ilikuwa ikisema mara kwa mara, fahamu ni mali inayojitokeza ya mchakato wa neva. Lakini sasa wanaanza kuelewa, hapana, fahamu siyo mali inayoibuka ya mchakato wa neva, lakini kipengele kinachofanya kazi cha uhalisia. Inaelezea kanuni tatu universal mind: akili ya msingi isiyo na umbo, ufahamu wa universal, uwezo wa fahamu, na mawazo ya kiulimwengu, utaratibu wenye nguvu kupitia ambao uzoefu na utofautishaji kutokea kwa fahamu ya mtu binafsi hutokea kupitia mifumo kama vile kuvunjika kwa usawa, mitetemo ya quantum, na uteuzi wa hali tofauti. Kimsingi inasema, ufahamu haupo kwenye ubongo wako. Ubongo wako uko katika fahamu. Mfumo wako wa fahamu hauizalii fahamu, ni kuchuja fahamu. Hivi ndivyo hasa Brahmana Raghavan anavyoelezea. Akili kuelekea nafsi ambayo ni fahamu safi, na inakabiliwa kuelekea asili ya kimwili, akili yako ya ndani. Ni kiboreshaji. Inapowekwa kwa usahihi, unapokea hisia kamili ya fahamu. Buddhi, wakati inajielekeza kuelekea nafsi, ni fahamu safi, na inapoelekeza kuelekea asili ya kimwili, inakuwa iliyochafuliwa. Jeva, antakarana yako ni kipatanishi na kimepatanishwa kikamilifu. Unapokea fahamu kamili bado, na imepotoshwa, imechangiwa na hofu, uhalali, kiwewe. Unapokea sehemu tu ya uwanja, na wewe huita hiyo sehemu ndogo ya ukweli. Rudisha upya chombo chako cha ndani na urekebishe kipokezi chako. Ghafla shamba zima inakuwa inapatikana kwako.